Msanii nguli Diamond Platinum ametoa wimbo mpya. Katika wimbo huu nakuletea makosa 9 ya uigizaji yaliyofanyika. Makosa mengi yatahusisha upande wa mavazi. Kwa nini nazungumza makosa 9? Diamond Platinum katika wimbo huu ameigiza kama mwalimu. Sasa mimi nimepewa taarifa, mwalimu, hebu pumzika kidogo katika upande wa kuchambua siasa, hebu njoo katika burudani tueleze. Na vijana wamenivizia, sasa nataka nioneshe mambo 9 ambayo Mr. Diamond Platinum ameyabananga na kuyabagaza. Sehemu ya kwanza katika uigizaji, tazama huyu mwalimu mkuu huyu, nadhani kitazame hicho kikofia alichokivaa. Sasa hicho kikofia hakiruhusiwi kuvaliwa na mwalimu, hicho kikofia anapokuwa shule, labda kama atakuwa nyumbani, lakini hiki kikofia shuleni hakiruhusiwi. Ni marufuku hiki kikofia kukiona katika mazingira ya shule. Lakini hata katika mfuko wa suti ya mwalimu unaona kile kitambaa cheupe, kale kitambaa katakiwi kale. Hapa kosa la pili ni Diamond Platinum mwenyewe. Moja, mtazame nguo alizovaa, tazama kile kikofia amekitupia kule, ana kibegi kizuri, ana shati lake. Sasa namna alivyovaa haitakiwi kabisa kuvaa hivyo. Lakini pia ukimtazama mkononi ndugu Diamond Platinum ana fimbo. Sasa maanake anatoka nyumbani anakwenda shule. Hapa Mr. Diamond Platinum anatoka nyumbani anakwenda shule. Sasa kile kifimbo alichokishika, hiyo fimbo aliyoikamata ndugu Diamond Platinum, hiyo fimbo hiyo haitakiwi. Hakuna mwalimu mwenye akili timamu anayetoka nyumbani na bakora mkononi. Hakuna mwalimu anayetoka nyumbani akiwa kashika fimbo mkononi. Elimu sio vita kati ya mwalimu na mwanafunzi. Fimbo huwa tunazikuta huko shule. Na sheria inasema mwalimu haruhusiwi kutembea na fimbo kwa lengo la kumpiga mwanafunzi. Sasa hii nadharia hii kidogo haikutakiwa. Sasa hapa pana mwalimu mpya ambaye ndio ameletwa katika shule. Mtazame alivyovaa. Nguo yake haina, mikono yake iko wazi. Hii haitakiwi kabisa. Mavazi aliyovaa mwalimu hayatakiwi. Kimwangalia shingoni mwalimu, vijana wanasema ametupia ubaridi. Sitaki kuzungumza chochote kuhusiana ubaridi, ni huo mkufu, ana ubaridi shingoni, sitaki kuzungumzia ubaridi. Lakini nguo yake haitakiwi. Sasa tazama nyuma kwenye background pale, kuna madam pale amevaa nguo lina mikono mpaka mikono mirefu. Sasa haonekani vizuri, lakini wale walimu nyuma wale ndio wamevaa mwalimu anavyotakiwa. Sasa mwalimu hapa amebananga kabisa na ameibagaza taaluma ya ualimu. Sasa tazama tena hapa, kosa namba ngapi? Kosa namba 4. Diamond Platinum yuko shuleni na yuko katika maktaba ya shule. Tazama kofia hiyo. Akuka kofia akaruhusiwi hako. Alafu jamaa ametupia kapiga sweta, alafu baada ya kupiga sweta kavaa na shati yake, hairuhusiwi bwana, afu ikachomekewa ile sweta. Ni kitu gani? T-shirt nini alivyovaa hapo Mr. Diamond Platinum haitakiwi, hairuhusiwi katika taaluma ya ualimu. Tazama tena hapo kosa namba 5, ni muendelezo wa kosa namba 4. Hiyo kofia hiyo haitakiwi kuvaliwa na mwalimu katika mazingira ya shule, anaweza akaivaa tu anapokuwa mtaani kwake. Alafu tazama mavazi ya Mr. Diamond Platinum sehemu ya 6 hiyo, kosa namba 6. Diamond Platinum katupia suruali ya kuchezea mapiano, ameenda nayo shule. Diamond Platinum amevaa kizibao hiki, haitakiwi kabisa kuvaa hivyo. Alafu ana kofia kule juu. Madam naye katupia kimini kimoja cha hatari, wanafunzi hawezi kusoma, hairuhusiwi, haitakiwi kabisa kuvaa hivi mwalimu. Namba 7, Diamond anafundisha ngoma za makabila, katupia kofia moja matata sana. Hako kofia akaruhusiwi, kofia hairuhusiwi hiyo. Hakuna mwalimu anaruhusiwa kuvaa kofia kama hiyo. Alafu Diamond Platinum tazama alichokivaa sasa hapa namba 8. Pia sasa hiyo ya ndani mimi si mtaalamu sana mavazi, lakini ya mavazi ya Rusi amepiga kama shingo hivi, kama sweta hivi, kofia fulani hivi kofia fulani hivi za madalali wa viwanja. Hairuhusiwi hiyo Mr. Diamond Platinum.
Namba 9 ni mwendelezo alichokuwa amekivaa ndugu Diamond. Tunatazama mavazi yake kwa umakini kabisa hapo, tazama kwa ukaribu utaona sasa hayo mavazi ya usiku. Kwa hiyo ndugu Diamond Platnumz ametoa wimbo mzuri sana, lakini kuna changamoto za kiuigizaji hasa katika kutendea haki taaluma ya ualimu. Amebananga na kubagaza, amechanganya kabisa, ametindinganya mambo katika swala la uigizaji. Ukiachilia mbali hizo changamoto ambazo zimejitokeza, Diamond Platnumz hapo amefanya kazi nzuri sana, wimbo mzuri na ni wimbo mzuri, ni upande tu huo wa uigizaji ndio umeleta shida hasa katika kuvaa uhusika wa taaluma ya ualimu. Lakini katika maeneo mengine yote Mr. Diamond Platnumz kaimba vizuri, ni wimbo mzuri sana. Mimi nimeupenda, nimeufurahia na usikiliza muda wote. Lakini pia Diamond Platnumz anatupa picha moja nzuri sana. Anatoa ujumbe kwa wasanii, anawaambia msiache Bongo Flava, msiache Bongo Flava. Sasa hivi wasanii wote wanataka waimbe singeli, wanataka waende kwa haraka. Diamond Platnumz anawaambia Bongo Flava ndio muziki. Hata kama watawala, hata kama baadhi ya viongozi wanataka kusema kwamba twende na singeli, lakini anasema mziki wetu sisi Tanzania ni Bongo Flava. Na kweli ukisikiliza Bongo Flava ni mziki mtamu zaidi, unatulia. Sasa amekataa kabisa kwenda na hii trend ya ngoma ambazo zinakimbia hizi. Ameamua kubaki kwenye Bongo Flava, anapiga madude ambayo ni Bongo Flava. Kwa hiyo Mr. Diamond Platnumz anaonesha yeye si msanii tu, lakini ndio trend yenyewe. Yeye ndio anaamua kwamba sasa kiende hiki ama sasa turudi na hiki. Kwa hiyo amekataa kabisa kwamba tuiache Bongo Flava halafu wote tuingie katika singeli. Sasa tutakuwaje na nyimbo zote zina speed ya kukimbia, tukiwa na mawazo tutafarijiwa na nini? Kwa hiyo ndugu Diamond Platnumz anaitetea Bongo Flava. Ndugu Diamond Platnumz hataki kuiacha Bongo Flava, japo inaanza kupewa kisogo. Kwa hiyo mimi nawaambia wasanii msiache Bongo Flava. Bongo Flava ndio muziki wa Tanzania. Singeli inatakiwa iwe kama kionjo iwe sehemu, muziki wa pembeni, kwamba Bongo Flava ilizaa singeli, sasa singeli isije kawa baba wa Bongo Flava. Diamond Platnumz anautetea vizuri sana muziki wa Bongo Flava. Na wadau wanasema ndugu Diamond Platnumz katika upande wa kuigiza ameigiza vizuri sana, lakini ni watu wachache pengine walishindwa kumshauri na kumweleza mwalimu anatakiwa avaeje. Kazi nzuri.